Kinachonipa furaha ni kwa sababu yani utekelezaji tayari umeshaanza. Tunajiona mabilionea vijana wanokuja sasa ambao wana fedha na wanajiweza kiuchumi. Kwanza nilitamani hata mimi nirudi kuwa kijana, kama ungekuwa inawezekana watu wanarudi. Yaani najikuta maisha yangu sasa najisemea watu wako lele lele. Nashukuru sana kwa kutuletea mradi huu hapa BBT. Kila mabadiliko makubwa huanza na maono. Maono yanayothubutu kuona zaidi ya leo na kujenga kesho yenye matumaini. Nchini Tanzania, maono hayo yanajulikana kama Building a Better Tomorrow, yaani jenga kesho iliyo bora, kwa kifupi BBT. Programu hii ilianza kutekelezwa katika ngazi ya taifa mkoa wa Dodoma, ikiwa na lengo la kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika kilimo cha kisasa chenye tija kwa kuwapatia mafunzo, mitaji na fursa za ajira kupitia kilimo. Kutokana na mafanikio na mwitikio mzuri uliopatikana katika utekelezaji wa awamu ya kwanza, serikali iliona umuhimu wa kuipeleka programu hii karibu zaidi na wananchi katika ngazi ya halmashauri. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, BBT ilikuwa na lengo la kufikia halmashauri 20. Hata hivyo, kwa jitihada kubwa zilizofanyika, jumla ya halmashauri 26 zimefikiwa, ambazo zimetenga jumla ya mashamba 35 yenye ukubwa wa ekari 100,136. Na kati ya hizo, jumla ya halmashauri 20 tayari wameshaanza udahili na usafishaji wa mashamba, ikiwemo halmashauri ya Kibaha na Bahi. Nasema BBT, muda mrefu tukisikia BBT na tukisikia Dodoma, lakini kwa awamu ya kwanza sasa imekuja upande wa halmashauri ya Kibaha. Ni fursa ya kwanza kwa maana ya halmashauri kutekeleza kupitia Wizara ya Kilimo, lakini ni fursa kwa vijana na akina mama wa eneo letu. Mradi wa BBT ulipokuja halmashauri iliteua watu 5 ambao ni wahandisi kilimo 2, afisa mazingira, afisa vijana na afisa ardhi ambaye ni mpima. Hii timu ina kazi kubwa ya kuratibu maendeleo ya mradi ndani ya halmashauri. Tumeanza tangu mwanzo kwenye utafutaji wa eneo, tumekuja katika hatua ya pili ya upatikanaji wa vijana na wanawake. Tumekuja hatua ya 3 ya udahili wa vijana kwa kushirikiana na wizara, lakini tumekuja hatua ya 4 ambayo ni ya sasa ya kusimamia usafishaji wa shamba. Baada ya kusafisha ile shamba, kinachofuata sasa ni kupanga shamba na kuchimba visima virefu ili tuwe na uhakika wa maji ya kutosha. 95% kwenda 98% ya usafishaji wa shamba. Kwa hatua hii tayari tuna matumaini, kwa sababu sifikirii kama serikali itupe pesa yake kusafisha eneo kama hili, huu mpango uishie njiani. Tulikuwa tunajua ni masiala, lakini mpaka nimefika leo kweli nimeona. Kwa hiyo serikali kweli ipo imara na ipo ngangari. Yaani nilipofika tu nikaliona eneo na ardhi yake ilivyo, nikasema kweli hapa mali hapa lazima itoke. Nimehamasika kweli. Teka tumeziona zinazolima, maandalizi ni mazuri kabisa. Tuna moyo, tuna nia ya kuja kulima, kufanya kazi, kupata mazao. Tunashukuru huu mradi utaenda kuwatatulia vijana changamoto zao za ajira, kuanza kuwafundisha mbinu bora za kilimo. Tunatarajia hii elimu wanaoipata itaendelea kuwa endelevu. Tunatarajia tufanye kilimo ambacho kinatija, kwa sababu tunatambua soko liko wapi, na tutaunganisha pia hawa wakulima wetu na wadau mbalimbali, kwa maana taasisi za kifedha. Tutawafundisha ili watambue kwamba kilimo sio mateso, kilimo ni ajira. Tunawapeleka hatua moja hadi nyingine, zile kanuni zote za kilimo hazijua. Malengo yangu nilikuwa nijimarisha katika masuala ya kilimo. Kwa hiyo mradi ule ulipokuja huu nikaona ndio wakati sahihi. Kwa hiyo ikabidi nije. Tulikuwa tushazoea kulima tu kiholela. Kwa sasa nadhani tutaanza kulima kwa tija. Kwa mradi huu ina maana utaturahisishia, kwa sababu miundombinu tunatengenezewa. Ina maana mimi ile tu namna ya kujitoa kwangu na kujituma ili kusudi kufanikisha malengo yangu. Kwa mfano kama mimi nalima, lakini kipato changu bado kidogo. Hii serikali imeona, kwa hiyo wametuletea huu mradi. Naona nitatoboa.
naishukuru sana serikali yangu kwa sababu imetuona vijana, kwa sababu hapo mwanzo vijana mara nyingi tu tukimaliza shule wanakimbilia mjini kwa ajili ya kwenda kutafuta ajira zingine, lakini kwa sasa hivi vijana kuna mwamko fulani tumeshaupata, na serikali kwa kuona hili jambo hili manake limekuja kutusapoti. Ukiwaangalia vijana na hata wale wanaotarajia kwenda mjini, naona wengine wanarudi kwa sababu ya kuja kusimamia kwenye mradi huu. Na sisi kama halmashauri na kama sekta ya kilimo tunaona tumeletewa kazi. Hatutaweza kukaa ofisini, kazi yetu tutakuwa shambani na vijana wetu, tutakuwa shambani na wakulima. Itakuwa ndio shamba darasa kubwa la kujifunzia wananchi wetu. Serikali tayari imesha kuonesha wapi unatakiwa kuwa. Tumefika katika hatua ambayo sasa serikali inatazama kila mtu, na kama tukitulia vizuri tunaweza kufikia malengo. Kwa hiyo ipo haja ya kushukuru serikali yetu na hasa viongozi wetu walioko juu. Ulikuwa ni mradi wa kitaifa lakini umeshuka huku chini, ambapo unajua kitaifa inawezekana mimi nisingekuwa na uwezo wa kufika mimi kule, lakini iliposhuka huku chini imekuja kuniona na mimi ambaye nilikuwa huku chini ambaye pia nina uhitaji zaidi. Na sisi tunaahidi serikali yetu na Wizara ya Kilimo kwamba tutafanya vizuri zaidi. Ikumbukwe tu kwamba lengo kuu la Wizara ya Kilimo ni kuzifikia halmashauri zote nchini. Sasa mwaka wa fedha 2026-2027 unafungua ukurasa mpya. Ni safari kutoka kwenye maandalizi kwenda kwenye uzalishaji, kutoka kwenye maono kwenda kwenye matokeo, kutoka kwenye ndoto kwenda kwenye uhalisia. Na hii ndiyo Building a Better Tomorrow, BBT, Tanzania inayojenga kesho bora kupitia kilimo.